Kuna watu huzaliwa kuwa chachu ya mabadiliko. Msimamo wangu unajulikana sana. Kwenye kila jambo umenyooka. Tatizo la Lissu ni mkweli sana. Ukiwa mkweli sana, utaitwa mropokaji. Na kuna watu ambao huzaliwa kuwa mabadiliko yenyewe. Msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli. Ni kweli. Kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi. Hiyo ndio namna ya kupata mabadiliko. Huyu si tu mwanasiasa anayetafuta kura. Ni muasisi wa uasi wa kifikra. Ni mtu ambaye ulimi wake una makali kuliko upanga. Kwa Lissu kama mwanasiasa, ana very good convincing power. Ana tatizo moja, akitaka lake, anataka lazima liwe lake. Yani sio mtu ambaye ni compromising personality. Mimi nafahamu michezo ya jeshi la polisi. Na CCM wanaowatuma. Mimi afande, utanipeleka kituoni kwako kwa pingu. Ndio. Kwa wengine yeye ni msumari wa moto kwenye kidonda cha mfumo. Lakini kwake yeye ni mwanafunzi wa haki ambaye anaamini kuwa utii wa sheria dhalimu ni usaliti kwa utu wa binadamu. Mandela had to go through 27 years but treason ili kupata mabadiliko Afrika Kusini. Kwa hiyo naenda kukinukisha. Tundu Lissu anataka haki katika jamii ya Tanzania, anataka haki katika uendeshaji wa nchi. Anataka nchi iendeshwe kwa misingi inayojali haki za kila mmoja wetu. Nchi hii ina dhulma, na kwenye dhulma watu wametajirika sana. Mimi siwezi nikakimbia Tanzania. Tundu Antipas Lissu ni mwanamageuzi au mhaini? Alizaliwa Januari 20 mwaka 1968 huko Ikungi mkoani Singida katika ukoo wa Kinyaturu wa Mzee Mugwai. Mnamo Aprili 5 mwaka 1976, safari yake ya elimu ilianza shule ya msingi Mahambe iliyopo wilayani Ikungi mkoani Singida. Baadaye Lissu alifaulu mtihani wa darasa la 7 na kwenda shule ya sekondari ya Ilboru Arusha. Tundu Antipas Tundu Lissu. Kwa mara ya kwanza nilikutana naye mwaka 1986. Mimi nilipokwenda kujiunga na kidato cha 5 na cha 6 kwenye shule ya sekondari ya Ilboru iko kule Arusha. Lissu yeye alikuwa yuko O level na mimi nilikuwa A level. Mmoja wa watu ambao walikuwa pilika pale shuleni alikuwa ni Tundu Lissu. Alikuwa ni wale miongoni mwa watoto ambao wanaitwa watoto wa Tundu. Sasa Tundu Lissu tangu shule alikuwa mtundu. Yaani utundu sio utundu wa ajabu. Ni ule kwamba bwana ikibidi kujongo, yani kutokomea kidogo, unaingia kidogo mtaani. Sasa miongoni mwa kitu ambacho kilifanya tukamtambua haraka Lissu, kuna wakati Elimasta aliwahi kumuona Lissu uko mtaani. Kwa sasa akija Jumatatu wakati wa postmortem, mwalimu mkuu anainua anapita kufanya ile ukaguzi ile Jumatatu wakati wa parade. Alafu wale wanafunzi wote ambao aliwaona mitaani bila kuomba kibali cha pasi anawaita pale mbele. Kwa hiyo Tundu Lissu na yeye anaitwa, kuna wakati mimi pia naitwa. Kwa wale watoto ambao ni notorious wa Tundu tukaanza kuwa tunafahamika. Ikaja kukutana na Lissu pale Ilboru
mimi nilikuwa waziri wa social. Waziri wa social ni ile wizara ya utamaduni. Kwa hiyo mnapeleka miziki kwenye zile shule za wasichana. Shule zetu zilikuwa tunapeleka watoto, yani Ilboru, tunakwenda kucheza muziki na wasichana wa shule ya Weruweru, Kibosho, Machame, hizo shule 3. Kwa hiyo sasa mimi nikiwa mwenyekiti wa social ambaye ni A level, makamu mwenyekiti lazima awe mtu wa O level. Kwa hiyo Tundu Lissu akawa ni mwenyekiti wangu wa kile chama, na tukawa tunafanya mambo ya debate, yani zile club za debate. Kwa hiyo sasa Tundu Lissu makali yake yalianza kuibukia hapo Ilboru kwenye zile debate. Tundu Lissu alikuwa ni debater mzuri, na ule msimamo wake, yani ukiwa debater mzuri ni kile ambacho unaamini alafu unakitetea, unakipigania. Kwa hiyo kwenye zile school debate nyota ya Tundu Lissu ilianza kung'aa pale. Lissu alifaulu mtihani wa kidato cha 4 na kuingia kidato cha 5 shule ya sekondari ya Galanosi iliyopo mkoani Tanga. Mwaka 1989 akaenda Mafinga JKT, kisha Itende JKT. Mwaka 1991 akajiunga na shule ya sheria ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Huko aliendelea na harakati zake za kupigania haki za wanafunzi na akajiunga na chama cha NCCR Mageuzi, wakati ambapo chama hicho ndicho kilikuwa chama kikuu cha upinzani nchini chini ya Agustino Lyatonga Mrema. Nimemfahamu Tundu Lissu tokea mwezi wa 11 mwaka 1991. Siku hiyo ya tume ya Jaji Nyalali ilipokuja Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, wakati nakusanya maoni ya kama Tanzania endelee kuwa chini ya mfumo wa chama kimoja au ibadilishe ingia katika mfumo wa vyama vingi. Kwa hiyo alikuwa na yeye alikuwa miongoni mwa wazungumzaji wa mwisho katika mjadala, na alikuwa nyuma yangu pale Chuo Kikuu, kwa sababu nilikuwa mwaka wa pili kitivo cha sheria na yeye alikuwa mwaka wa kwanza kitivo cha sheria. Kwa hiyo nimeanza kumfahamu tokea wakati ule akiwa mwanafunzi mwenye anapenda sana kusoma, anapenda kuargue. Alikuwa ni kijana mwembamba sana, mdogo sana, kana mdogo, lakini naona kwamba ana akili kali kidogo, ni kali kwamba anazungumza, anaweza kujenga hoja. Na baadaye katika masomo alikuwa anapambana na mwalimu mmoja ambaye alikuwa waelewani vizuri, lakini huyu mwalimu anamwambia aenda akamuone, akawa anakataa. Akasema mimi kama marks utakazonipatia ni hizo. Mimi si kama madhari umefikiri nipate hizo ni sawa. Kwa hiyo lakini akaendelea vizuri, akamaliza chuo kikuu. Mimi nikaondoka chuo kikuu mwaka 93. Wao wameondoka 94. Mwaka 1995 Lissu akapata scholarship ya serikali kusomea shahada ya uzamili katika chuo cha Warwick kilichopo nchini Uingereza. Akiwa masomoni Uingereza, akaomba ruhusa ya kuja kugombea ubunge Singida Mashariki. Hata hivyo, Lissu hakushinda. Mwaka 1997 Lissu akahitimu masomo yake na kurejea Tanzania na kuanza kufanya kazi ya sheria mkoani Arusha. Baadaye akaoa na kuhamia Dar es Salaam. Lissu akawa mmoja wa wanasheria wa chama cha wanasheria wa mazingira, yani LIT, pamoja na Dr. Rugemeleza Nshala. Katika harakati zake, Lissu akaanza kujipambanua kama mtu anayepigania haki za wanyonge na maliasili za nchi yake bila uoga wowote. 98 ndo akaja kujiunga kufanya kazi na sisi katika taasisi inaitwa Lawyers Environmental Action Team. Watu tulifanya ile kazi ya pamoja kuhusiana na masuala ya kupinga mradi wa kamba katika delta ya Rufiji, ambapo serikali ilikuwa imeruhusu kampuni ya African Fishing Company ya John Nolan kuweza kufanya ufugaji wa kamba katika bonde ya delta ya Rufiji, ambayo ingesababisha familia kama watu 30 kuweza kuondolewa pale. Kwa hiyo sisi kama watu wa LIT tulisaidia harakati za kupambana kupinga ule mradi pamoja na watu wa chama cha wanajeshi wa habari wa mazingira JET na wataalamu mbalimbali wa kimazingira. Tulikuwa tumeshirikiana sana kupinga ule mradi. Lakini Lissu alikuwa ameandika andiko lake kuhusiana na huo mradi, alikuwa amepewa
amepewa kazi ya kufanya utafiti wa kiushauri na African Center for Technology and Science Act ya Kenya. Kwa hiyo kama ameandika inaitwa Pink Gold. Aliandika andiko zuri sana ambalo litusaidia katika kuweza kuja na kuelezea athari za ufugaji wa kamba katika maeneo, kwamba utaenda kusumisha lile eneo, mwisho wa siku utaharibu na wakati umeshaua maisha ya watu wengi. Na yule John Nolan ilikuwa ni uongo mtupu. Mwaka 99 kama pale Liti tukamtuma Lissu kuweza kwenda Marekani, kwenda World Resources Institute. Mimi nilikuwa mkurugenzi wa mtendaji wa Liti. Kwa hiyo tukamtuma Lissu aweze kwenda World Resources Institute pale Washington kutusaidia katika masuala ya kampeni zetu dhidi ya mambo ya madini, unyanyasaji wa wachimbaji wadogo. Kesi kubwa hapa ilikuwa ni ile kuondolewa kwa wachimbaji kule Bulyanhulu na mauaji ambayo mpaka leo hayajawahi kuchunguzwa ya watu kule ambao walifukiwa chini ya mgodi wakati ule, dhidi ya ambayo ile amri ya kuondoa wale pale katika mgodi imetolewa licha kwamba kulikuwa na zuio la mahakama kuu la tarehe 30 mwezi wa 7 mwaka 1996 likikataza watu wasiondolewe pale, lakini serikali na jeshi la polisi wakawatoa na wengine wakafukiwa kule ndani. Kulikuwa na tuma kwamba huenda watu zaidi ya watu 52 walifukiwa chini na watu wengi walipoteza mahitaji yao. Hii kampuni ya Saturn Resources ilikuwa imepewa eneo la Butobela wilaya ya Geita, kwamba ndio wamepewa anani leseni yao, lakini wao wakasema hapana, ni eneo la hizo coordinates zinasoma ni Bulyanhulu, unaona. Kwa hiyo ndio wakaenda pale wakafanya waliyofanya. Kwa hiyo tulifanya kampeni ya kudai haki za uchunguzi wa kimataifa, Benki ya Dunia ifute ile kinga yake ya kinani ya kisiasa, political risk cover kwa mgodi huo, na kwa kampuni uwekezaji wa Barrick Gold. Barrick Gold walinunua ile kutoka Saturn Resources kwa dola milioni 375. Wakati hapa nchi yetu haikupata kitu. Kwa hiyo tulipigwa kweli kweli. Yaani hao wamekuja wamenunua ile leseni kwa nguvu kwa dola 750, lakini wameondoka na dola milioni 375. Hiyo faida ya ajabu, lakini umemwaga damu nyingi. Kwa hiyo tukasema huu mgodi umegubikwa na ukiukwaji mkubwa sana wa haki za binadamu. Kwa hiyo Lissu alifanya ile kazi kubwa sana. Alikuwa anakaa huko Marekani anaandika, akaja hapa baadaye alipokuja hapa akashikwa wakati wa Christmas ya mwaka 2001. Alikuwa amekuja kama likizo, akashikwa akawekwa ndani. Kwa hiyo ile Christmas ya 2001 alilala ndani, alikaa kule. Na baadaye mimi na yeye tukafunguliwa, mimi yeye na Agostino Lyatonga Mrema tukafunguliwa kesi ya uchochezi katika mahakama ya hakimu mkazi, kesi namba 374 ya kesi ya jinai namba 374 ya mwaka 2002. Tulifunguliwa pale. Basi mimi na yeye tukapeleka madai ya kupinga, tunataka uangalie ukatiba wa nani wa hiyo sheria ambayo wameitumia kwamba inahusika masuala ya haki za binadamu, na mwisho wa siku ikawa serikali wakaamua kuja kuifuta ile kesi, lakini ilichukua muda mrefu mpaka kesi kuweza kufutwa. Sasa baada ya hapo Lissu akawa mimi nikaondoka nikaenda Marekani kusoma vile tena kwa masomo ya pili tena mengine na uzamivu, na akawa ameendelea, akawa mkurugenzi wa Liti, lakini akaondoka Liti rasmi 2008 na akawa amejikita Chadema, ambako Chadema alikuwa amejiunga tokea 2004. Lissu alijiunga rasmi na Chadema mwaka 2004 akitokea NCCR Mageuzi baada ya kuombwa na mwenyekiti wa wakati huo Freeman Mbowe kusaidia kutoa utetezi wa kisheria kwa wanachama na wananchi waliokuwa wakikabiliwa na kesi mbalimbali. Nimeingia Chadema primarily kwa sababu ya marehemu Chacha Wangwe. Chacha Wangwe alikuwa ni mtu wa Tarime. Mimi nafanya kazi na chama cha wanasheria wa watetezi wa mazingira LIT. Naenda kupigania wananchi wa Tarime na matatizo yao ya mgodini. Mtu wa kwanza anayenipokea Chacha Wangwe ni diwani wa kata ya Tarime mjini wa NCCR Mageuzi, lakini vile ni mwenyekiti wa Chadema wa mkoa wa Mara. Usiniulize ilikuwaje kwa sikuwa mwanachama wakati huo.
ndiye aliyenipokea mimi Tarime, ndiye niliyeenda naye mgodini mara ya kwanza kwa wananchi wa Nyamongo. Mimi nimemkuta na makesi kibao. Ananiambia, mheshimiwa, nisaidie uwe wakili wangu. Ananiambia, hapana, mimi kazi ya wakili sifanyi. Unaelewa? Akafungwa. Ile kufungwa iliniuma mimi sana, kwa sababu nikasema amefungwa kwa sababu sijamtetea, amefungwa kwa sababu ya I felt very very bad. Nikasema sasa nitakuwa wakili. Wakati huo huo mwenyekiti ambaye ni mwenyekiti wa Chacha Zakayo, mimi sio Chadema, mwenyekiti of course alikuwa anajua kwamba mimi nimekuwa rafiki wa nani, wa Chacha Zakayo. Kwa mwenyekiti akanipigia simu, akaniita ofisini kwake Bilikanas pale. Kulikuwa na ofisi ya magazeti ile Free Media. Mkutano wetu wa kwanza na Mbowe ni Bilikanas. Kaniambia, bwana, huyu rafiki yako, najua ni rafiki yako, amefungwa, ni mtu wetu, tunafanyaje? Naomba utusaidie uwe wakili. Sisi hatuna hela ya kukulipa ya uwakili, tutakulipia gharama za nini, za kwenda Mwanza. Nikaambia mwenyekiti, nashukuru sana, mimi ningeenda kumtetea bila chochote, ila kwa vile wanasema utananini, ni sawa. Akiwa tayari mwanachadema, Lissu aliteuliwa kuwa mkurugenzi wa sheria na haki za binadamu, yaani mwanasheria mkuu wa chama, akihudumu kama mkuu wa masuala yote ya kisheria na utetezi wa haki za binadamu ndani ya Chadema. Mwaka 2010 kupitia Chadema, Lissu aligombea na kushinda ubunge wa jimbo la Singida Mashariki, eneo lililotawaliwa na CCM kwa miongo mingi. Akiwa bungeni akapewa nafasi ya mnadhimu wa kambi rasmi ya upinzani. Karibu maafisa watendaji wa vijiji na mitaa wote wa Tanzania bara ni wanachama na makada wa CCM, ilhali zaidi ya 90% ya wenye viti wa vijiji na mitaa wote ni wanachama na makada wa chama hicho. Kwa maana hiyo, mikutano ya uchaguzi ya mabaraza ya katiba ya wilaya kwa upande wa bara imeendeshwa na makada wa CCM, wakati upande wa Zanzibar mikutano imeendeshwa na viongozi waliochaguliwa na wananchi walioshiriki katika mikutano hiyo bila kujali itikadi au wanachama wao katika vyama vya siasa. Ndio maana karibu nchi nzima ukiacha Zanzibar, kwa mujibu wa taarifa ilizonazo kambi rasmi ya upinzani bungeni, wananchi wengi wasiokuwa wanachama wa CCM ambao walipata kura nyingi katika kura za mikutano ya uchaguzi wa vijiji na mitaa walienguliwa kwenye michujo iliyofanyika katika kamati za maendeleo za kata zilizowekwa kwa mujibu wa mwongozo wa tume. Hatimaye uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 ukafika. Lissu akaibuka tena kidedea jimboni kwake na kuteuliwa tena nafasi ya mnadhimu wa kambi rasmi ya upinzani bungeni, ambapo aliendelea kuongoza mijadala mizito kuhusu bajeti, sheria kandamizi, masuala ya madini na mikataba mibovu ya serikali. Tungekuwa ili ni shindano la popularity contest, pengine huko nje ninge mind nisipoeleweka huko nje. Tunatunga sheria, we are not in a popularity contest. So I don't care watu wasioelewa wasiponielewa. Akiwa bungeni, Lissu aliibuka kuwa mmoja wa wabunge wenye ushawishi mkubwa. Alijenga heshima kubwa kama mzungumzaji mahiri mwenye uwezo wa kutoa hoja nzito zenye mashiko ya kisheria na kitaalamu. Alijulikana kwa kutumia takwimu, nyaraka na vielelezo thabiti katika kuibua hoja, jambo lililowafanya wabunge na wananchi kumheshimu hata kama hawakukubaliana naye. Hoja yangu ya msingi ni kwamba taifa hili linaangamizwa na impunity na ukosefu wa uwajibikaji. Wakosaji hawaadhibiwi, wanaotakiwa kuadhibiwa na rais hawaadhibu. Hiyo ndio hoja yangu. Hoja yangu sio kumkajeli rais. Hoja yangu ni kwamba majaji wamepokea rushwa, imeonekana kwenye kamati, imeletwa, imezungumzwa bungeni, tumesema washughulikiwe kikatiba, rais amekimbia. Sio kumkejeli, rais amekimbia, hajatimiza wajibu wake kikatiba. Mwanasheria mkuu wa serikali
Kazi yako sio kushauri bunge, kazi yako ni kuishauri serikali. Mshauri rais atimize wajibu wake kikatiba, sio kushauri bunge. Kazi ya bunge ni kuishauri serikali. Wewe huwezi kuwa mshauri wetu. Machi 10, 2015, kama mwanasheria mkuu wa Chadema, Tundu Lissu alitangaza rasmi kufukuzwa wanachama kwa Zitto Kabwe kufuatia mgogoro wa muda mrefu uliotokana na waraka wa mabadiliko wa mwaka 2013 uliomhusisha yeye, Kitila Mkumbo na Samson Mwigamba. Kuanzia sasa, viongozi wote waliohusika ama kuhusishwa na mkakati huu, yaani naibu katibu mkuu Zitto Kabwe, mjumbe wa kamati kuu Dr. Kitila Mkumbo na mwenyekiti wa mkoa wa Arusha Samson Mwigamba, waavuliwe nyadhifa zao zote za uongozi ndani ya chama. Uamuzi huo ulihitimisha mchakato uliomwondoa Kitila Mkumbo na Samson Mwigamba mapema zaidi mwishoni mwa mwaka 2013, huku Zitto akisalia kwa muda kupitia mvutano wa kisheria mahakamani. Hawakufukuzwa kwa sababu ya taarifa za uongo za PAC, hawakufukuzwa kwa sababu ya kitu gani kingine, kwa sababu ya posho, hawakufukuzwa kwa sababu ya kuuza majimbo yetu ya uchaguzi 2010, hawakufukuzwa kwa ajili ya mambo mengine walioyataja. Wamefukuzwa kwa kuandaa mpango wa mapinduzi nje ya katiba ya chama, nje ya kanuni za chama, nje ya mwongozo wa namna ya kugombea uongozi ndani ya chama. Wakili Godfrey Sabato John Wasonga amefungua kesi dhidi ya Tanganyika Law Society na mwanasheria mkuu wa serikali akiomba mahakama kuu itoe amri ya kuzuia uchaguzi. Godfrey Wasonga na Onesmo Mpinzile ni wanachama vile vile wa Chama cha Mapinduzi. Hawa ambao wamepiga kelele mwezi mzima huu kwamba tusiingize siasa katika shughuli za TLS, wao ndio wa kwanza kuingiza siasa. Mnamo Machi 18, 2017, uchaguzi wa rais wa chama cha wanasheria Tanganyika, yani TLS, uliofanyika mkoani Arusha, unabaki kuwa mmoja ya chaguzi zenye vuta ni kuvute kubwa zaidi katika historia ya tasnia ya sheria nchini Tanzania. Kulikuwa na vita kubwa ya urais wa Tanganyika Law Society. Waziri Mwakyembe wakati huo anasema tunaweza tukavunja hata Law Society mkimchagua huyu jamaa. Nimekwenda kugombea urais wa Law Society nikitokea mahabusu. Kugombea na kushinda kwa Tundu Antipas Lissu kuligubikwa na kile kinachotajwa kama majaribio makubwa ya dola kuingilia uhuru wa mawakili. Lissu hakupambana tu na wagombea wenzake, bali alikabiliana na mfululizo wa vizingiti vizito vya kisheria na kisiasa kutoka kwenye mamlaka za kiserikali. Tundu Lissu 1411 votes. By those results, Tundu Lissu has been elected to the position. Licha ya vizingiti vyote hivyo, Tundu Lissu aliibuka mshindi kwa kishindo cha kura 1411, sawa na 84% ya kura zote zilizopigwa. I am not only a very prominent member and leader of Chadema, I also hold positions of considerable influence in Parliament as a member of Parliament, a shadow minister, and the chief whip of the official opposition. However, I want to assure you, distinguished members and the citizens, that I did not contest this election in order to bring Chadema into TLS. And I will not bring Chadema
into TLS for that matter. Kati ya mwaka 2016 na mwaka 2017, Lissu alikamatwa mara kadhaa kwa makosa ya uchochezi. Alifanya mahakama kuwa jukwaa lake jipya la kisiasa, akishinda kesi zote kwa hoja za kisheria na kuwa kimbilio la wabunge na wanaharakati wote waliokamatwa. Hii haitakuwa mara yangu ya kwanza kukamatwa. Kwa mwaka huu peke yake nafikiri itakuwa mara yangu ya 4. Na katika kipindi cha toka mwezi Juni mwaka jana mpaka leo itakuwa ni mara yangu ya 7 au ya 8 kukamatwa. Mimi nitakaa humu ndani hapa, waje wanikamate mahakamani, waje wamkamate rais wa chama cha mawakili wa Tanganyika ndani ya mahakama alikokuwa anafanyia kazi. Jana tarehe 7 Septemba 2017 majira ya saa 7 mchana, mara baada ya bunge kusitishwa, Mheshimiwa Tundu Lissu alitoka bungeni kwenda nyumbani kwake kwa ajili ya mapumziko. Alipofika nyumbani kwake eneo la Area D Site 3, kabla hajashuka kwenye gari lake, watu wasiojulikana wakiwa kwenye gari jeupe aina ya Nissan ambalo namba zake hazikutambulika walianza kushambulia gari la Mheshimiwa Lissu kwa risasi kadhaa. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma SACP Giles Mloto, risasi zilizotumika ni kati ya 28 mpaka risasi 32. Risasi kadhaa zilimpata kwenye mwili wake kama ifuatavyo: mkononi risasi 1, miguuni risasi 2 na tumboni risasi 2, kwa jumla risasi 5. Baada ya tukio hilo, watu hao walikimbia. Mara tu baada ya tukio, Mheshimiwa Tundu Lissu alikimbizwa katika hospitali ya mkoa wa Dodoma kwa kutumia gari ya familia ya Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sababu ni majirani kwa karibu pale, kwa ajili ya matibabu kwenye hospitali ya mkoa. Na alipofika aliingizwa mara moja kwenye chumba cha upasuaji na kufanyiwa upasuaji kuzuia damu kuendelea kutoka katika majeraha aliyokuwa ameyapata. Upasuaji huo uliongozwa na Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya Dr. Usubisi Mpoki akisaidiwa na daktari bingwa wa mkoa wa Dodoma. Baada ya upasuaji huo, ilielezwa kuwa hali yake inaendelea kutengemaa vizuri na anaweza kusafirishwa kwa matibabu zaidi. Hivyo ofisi ya Bunge kwa kushirikiana na Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya ilikuwa imeshaagiza ndege mapema ambayo ilifika hapa Dodoma saa 10:30 jioni kwa ajili ya kumchukua mgonjwa na kumpeleka kama ilivyo kawaida yetu hospitali ya rufaa ya Muhimbili kwa matibabu zaidi. Hata hivyo, baada ya mashauriano na familia pamoja na Mheshimiwa Mbowe, kiongozi wa upinzani bungeni, wao walishauri kwamba ni vema mgonjwa akapelekwa katika hospitali ya Aga Khan kule Nairobi.
Baada ya kulazwa katika hospitali ya Nairobi nchini Kenya kwa miezi minne, Januari 6, 2018 alisafirishwa kuelekea nchini Ubelgiji kwa matibabu zaidi ya kibingwa na upasuaji wa kurejesha viungo vyake vilivyoharibiwa vibaya. Kabla ya Lissu kushambuliwa mnamo Agosti 18, 2017, takriban mwezi mmoja nyuma, akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Lissu alisema kuwa anafuatiliwa na watu ambao walidhani ni maafisa wa usalama. Ni muombe mkuu wa idara ya usalama wa taifa, anaitwa Kipilimba au Inspector General wa polisi Simon Siro, wale vijana ambao wamewatuma na kwa wiki 3 mfululizo wananifuata kila nilipo, wanaotembea na gari ya Toyota Premio namba T460 CQV. Jana niliwakaba kanisani St. Peters. Wakubwa hawa wa vyombo vyetu vya usalama wawaelekeze watumishi wao watumie muda na rasilimali za nchi hii wafanye kazi ya kupambana na wahalifu, sio kupoteza muda wao na pesa zetu kuhangaika na raia ambao wanatimiza wajibu wao wa kuiwajibisha serikali iliyoko madarakani. Kwa hiyo Afande Siro na Afande Kipilimba, fanyeni kazi ya kupambana na wahalifu, tuachieni kazi ya kuwajibisha walioko madarakani kwa mujibu wa sheria za Tanzania. Kuhusu watu walio nyuma ya shambulio hili, Lissu ana nadharia moja tu. Sijawahi kuwa na nadharia zaidi ya moja. Sijawahi kuwa na hiyo. Nilikuwa najua nawindwa na nani. Mimi sina ugomvi na mtu yeyote naye mfahamu ambaye nimemnyima chochote au nimekula nini. Hakuna. Nina ugomvi siku zote na serikali. Na serikali ya Magufuli ndio ilikuwa mgomvi wangu mkubwa. Unanifahamu? Ile siku nashambuliwa, kulikuwa na shughuli Ikulu hapa. Tayari kuna kamati ya bunge ilikuwa inachunguza mambo ya madini, walikuwa wanatoa ripoti yake kwa bwana mkubwa Ikulu. Amezungumza, mkaangalia ile hotuba. Anasema yule mtu mpiga kelele wao, yule mpiga kelele mkubwa yule wa masuala haya, tumemfuatilia mawasiliano yake, tumegundua anawasiliana na nini na watu wa makampuni ya madini, anazungumza anawasiliana na Mwanyika. Sasa mpiga kelele alikuwa anamzungumza, kulikuwa mpiga kelele zaidi yangu. Kwa akasema hawa ndio wanaosaliti nchi wakati iko kwenye vita ya kiuchumi. Na nyie askari mnajua inakuaje mnapokuwa vitani, mtu anapowasaliti inakuaje. Akasema msaliti wa aina hii hastahili kuishi. He doesn't deserve to live. Umeelewa? Masaa mawili baadaye ngoma ikalia Dodoma. Wakati anaendelea na matibabu nchini Ubelgiji, Wanachadema walimchagua Lissu kuwa makamu mwenyekiti wa chama hicho kupitia uchaguzi mkuu wa ndani uliofanyika Disemba 2019. Akiwa nje ya nchi, Lissu alitumia vyombo mbalimbali vya habari vya kimataifa kama BBC, DW na VOA kudai uwajibikaji kwa waliohusika kumshambulia. Serikali inasema hawa watu hawajulikani, lakini hawajatafutwa. Hakujawa na uchunguzi wowote ule. Hawajahoji mtu. Hawajajibu swali lolote. Ulinzi wa zile nyumba, walinzi wa zile nyumba, kwa nini siku hiyo hawakuwepo? Hakuna anayetuhumiwa, hakuna anayeshukiwa, hakuna aliyeulizwa, aliyehojiwa, hakuna uchunguzi. Sasa watawajuaje?
Mara kadhaa alinyoshea vidole mamlaka za usalama kwa kutochunguza jaribio lake la mauaji. Siku ambayo nilishambuliwa tarehe 7 Septemba 2017, Spika wa Bunge aliamuru kamati ya ulinzi na usalama ya Bunge la Jamhuri ya Tanzania kuchunguza shambulio dhidi yangu, na kamati ya ulinzi na usalama ilichunguza shambulio lile, ikatengewa tarehe ya kutoa ripoti yake bungeni. Ilipofika siku ya kutoa ripoti ya uchunguzi wa shambulio langu, ikawekwa kwenye orodha ya shughuli za bunge. Baadaye kidogo ikaondolewa, na ripoti ya uchunguzi ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haijatolewa mpaka leo. Kwa sio kwamba uchunguzi haujafanyika, uchunguzi umefanyika, lakini umezimwa. Watu ambao hawajachunguza na wamesema wao ni jeshi la polisi. Mimi nakwambia polisi wako wanachunguza. Ngoja, polisi wanachunguza. Yeye anasema wachunguza. Wamemchunguza, wamemhoji nani? Wamemhoji nani? Hataki kutoa taarifa. Kwani anapaswa kuambia wewe? Anatakiwa atoe hadharani. Mbunge amepigwa risasi katikati ya vipindi vya bunge, polisi hawajatoa ripoti hata kidogo. Huo ni ukaidi wa kutoa ushirikiano. Sasa ushirikiano upi? Tuna sheria. Sikiliza, yuko Belgiji. Si aende akatoa, hakuna Interpol. Nyie hamna ushirikiano na Interpol. Kwani ni criminal? Utamtafuta kama criminal? Natafuta kama shahidi. Wewe ni shahidi. Mimi ni shahidi. Mlalamikaji ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuna sheria inayosema, tuna sheria inayosema ya Bunge la Tanzania. Unaitafsiri vibaya hiyo sheria. Wewe ni mwanasheria wa. Kutokana na harakati hizo na kutofika kwake bungeni tangu aliposhambuliwa Novemba 7 mwaka 2017, Juni 28 mwaka 2019, Spika wa Bunge la Tanzania Job Ndugai alitangaza rasmi kumvua ubunge wake wa jimbo la Singida Mashariki kwa sababu za utoro na kutojaza fomu za maadili. Baada ya kuona kwenye kumbukumbu zangu hakuna nakala yoyote ya fomu za maadili za Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, nilichukua jukumu la kupata uhakika wa jambo hili kutoka kwa kamishna wa maadili. Nilijibiwa kwa barua kutoka kwa kamishna wa maadili kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu hajawasilisha tamko hilo na hawana taarifa yoyote kuhusiana na fomu zake ziko wapi. Kwa hiyo maana yake hajajaza, kwa sababu mimi sina na kule maadili hawana. Kwa sababu hizo mbili, moja, Spika kutokuwa na taarifa ya kimaandishi au vinginevyo ya alipo Mheshimiwa Tundu Lissu, na kwa maana hiyo kutoonekana bungeni, lakini pia kwa kutotoa tamko la mali na madeni kinyume na ibara ya 71 ibara ndogo ya kwanza G. Napenda kuwafahamisha kuwa Mheshimiwa wabunge, nimemwandikia mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwa kiti cha ubunge cha jimbo la Singida Mashariki kilichokuwa kinashikiliwa na Mheshimiwa Tundu Antipas Mugwai Lissu kwa tiketi ya Chadema kipo wazi, na kuwa mwenyekiti wa tume aendelee na hatua ya kukijaza kwa mujibu wa sheria zetu. Hata baada ya kuvuliwa ubunge, Lissu aliendelea kudai stahiki zake ambazo anadai kutolipwa kama mbunge. Hata hivyo, Spika Job Ndugai alikanusha vikali madai yake. Tundu Lissu hajalipwa sijui mishahara yake na posho. Tundu Lissu hadai hata shilingi moja wala mshahara hata mmoja. Muulizeni aseme tena. Mpaka alipositishiwa ubunge wake hakuna mbunge anayedai wala nani anayedai. Vitu vya kuzusha kila siku tuwe tunabishana mambo ambayo wala hayana mbele wala hayana nyuma. Ina faida gani? Haina faida. Lissu alirejea nchini Tanzania Julai 27 mwaka 2020 ili kushiriki uchaguzi mkuu. Aliteuliwa na Chadema kuwa mgombea urais, akichuana vikali na mgombea urais wa CCM John Pombe Magufuli. Kwanza ni miongoni mwa watu ambao tulimshauri Lissu
ile 2020 agombee dhidi ya JPM kwenye hizi siasa za Tanzania. Ni ushauri wangu kwa Lissu kwamba gombea na JPM ili kumtia moto, yani angalau watu waone kuna kaushindani fulani. Na ni kweli ile karata ambayo Lissu aliitupa kumchallenge JPM ilileta hamasa fulani. Baada ya tume ya uchaguzi kumtangaza Magufuli kuwa mshindi wa uchaguzi huo wa Oktoba 28 mwaka 2020, Lissu na wapinzani wengine walipinga matokeo hayo, wakidai kuwepo kwa wizi mkubwa wa kura. Kutokana na tishio la usalama wake, Lissu alilazimika kuondoka tena nchini kuelekea Ubelgiji mnamo Novemba 10, 2020. Baada ya kifo cha Rais Magufuli na kuingia madarakani kwa Rais Samia Suluhu Hassan, siasa za maridhiano zilianza. Mnamo Februari 16, 2022, Rais Samia alitembelea mji wa Brussels, Ubelgiji, na kufanya mazungumzo na Tundu Lissu katika hoteli ya La Plaza. Mazungumzo hayo yalijikita katika ustawi wa nchi, kufuta kesi za kisiasa na mazingira ya yeye kurejea nyumbani kwa usalama. Kufuatia kuondolewa kwa marufuku ya mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa na Rais Samia, Tundu Lissu alitoa rasmi kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere Januari 25, 2023, akipokelewa na maelfu ya wafuasi wa upinzani baada ya kuishi uhamishoni kwa zaidi ya miaka 5. Dar es Salaam mpo! Sasa Tundu Lissu ameshaingia uwanjani. Dar es Salaam mpo! Katika kipindi chote hicho, tangu Lissu kurejea nchini, chama chake na CCM waliendelea kufanya mazungumzo kuelekea maridhiano ya kitaifa. Maridhiano ambayo hata hivyo, kwa mujibu wa Lissu, hayakuzaa matunda. Mimi nimerudi Tanzania tarehe 25 Januari 2023. Maridhiano yameanza 2022 Aprili mwenyekiti alipotoka au Mei mwezi uliofuata. Nilipokuja kesho yake, siku nimefika kesho yake na siku zilizofuata 2, tulikuwa na retreat ya kamati kuu. Tumefungiana mahali kuzungumza mambo ya chama, kujipanga. Na ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kupata nyaraka za maridhiano. Nyaraka za maridhiano niliziona mara ya kwanza hiyo tarehe 26 ya Januari. Hizo siku 3 za kwenye retreat tukazitumia kutengeneza hoja mpya, hoja za Chadema. Tukawapelekea baada ya miezi 3, na tuliwapelekea tukaambia, sasa hizi tunataka mzijibu kwa maandishi. Hii muda wote huu miezi 9 ilikuwa ni maneno, hakuna maandishi. Sisi tumepeleka maandishi, CCM hawajaleta maandishi. Tunajadiliana aina gani haya ambapo hakuna exchange of documents? Mwezi mmoja kabla ya hawajajibu, mwezi uliofuata in fact, tukampa tuzo ya maridhiano. Kabla hawajajibu nini? Hawajajibu hoja zetu, tukampa tuzo ya maridhiano. Ilijadiliwa wapi? Najua haikujadiliwa kwenye kamati kuu, na najua haikujadiliwa BAWACHA. Miezi 3 baadaye, tarehe 31 Mei, wakaleta jibu final la maandishi na wakatukatalia hoja. Wameshachukua na tuzo na picha, wametupamba nchi nzima, rais wa wote, mpenda maridhiano nini. Disemba 12 mwaka 2024, akizungumza na wanahabari katika ukumbi wa Mlimani City jijini Dar es Salaam, Tundu Antipas Lissu alitangaza nia ya kuwania nafasi ya wenyekiti wa Chadema, nafasi ambayo kwa wakati huo ilishikiliwa na Freeman Mbowe tangu mwaka 2004. Ndugu zangu na wanachama wenzangu, haikuwa rahisi kwangu
kufikia uamuzi wa kugombea nafasi ya mwenyekiti wa chama chetu. Tangu mwaka 2015 vishawishi vya kunitaka kugombea nafasi hiyo vilipoanza hadi miezi michache iliyopita, nimesema mara kwa mara hadharani na faraghani kwamba siko tayari kugombea nafasi hiyo. Kati ya mambo aliyoahidi kuyasimamia katika uongozi wake ni ukomo wa madaraka na no reform, no election. Kilichofuata baada ya hatua hii ni mnyukano ambao ulishuhudia chama hicho kikigawanyika katika kambi kuu mbili za Mbowe na Lissu. Usiku wa manane wa Januari 21, 2025 ndani ya ukumbi wa Mlimani City jijini Dar es Salaam, upepo wa kisiasa wa Tanzania ulibadilika. Katika hitimisho la uchaguzi mkuu wa Chadema uliogubikwa na ushindani mkali na mvutano wa kihistoria, Tundu Antipas Lissu aliibuka kidedea kama mwenyekiti mpya wa taifa wa Chadema, akimng'oa Freeman Mbowe aliyokiongoza chama hicho kwa takribani miongo miwili. Kura zilihesabika. Matokeo ambayo tumeyapata ni matokeo ya kura halali. Na mwenyekiti, umefanya kitendo cha heshima sana, kuconcede, kukubali matokeo hata kabla hatujafika hapa. Licha ya yote, ulipata muda wa kutweet na kutupongeza na kukubali matokeo. Kwa tunaweza tukasema tumefanya uchaguzi wa haki. Lissu alishinda kwa asilimia 51.5 ya kura zote dhidi ya asilimia 48.3 za Mbowe. Ushindi uliothibitisha nguvu kubwa ya ushawishi aliyokuwa nayo miongoni mwa wanachama waliotamani mtazamo mkali na wa kimapinduzi kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Hata hivyo, ushindi huu haukuwa wa amani tu. Uliashiria mwanzo wa dhoruba mpya iliyotikisa misingi ya zamani ya siasa za Tanzania. Kuchaguliwa kwa Lissu kulileta mvutano mkubwa wa kiitikadi ndani na nje ya Chadema, kwani tofauti na mtindo wa maridhiano na diplomasia uliopendwa na viongozi wa zamani, ushawishi wa Lissu ulijengwa juu ya msimamo mkali usiotikisika. Aliamini chama kinapaswa kuchukua hatua za moja kwa moja kupambana na kile alichokiita ukandamizaji wa kisiasa. Wamesema kitu kimoja sahihi hapa. Wanasema hivi, msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli. Ni kweli. Kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi. Hiyo ndio namna ya kupata mabadiliko. Baada ya kutoa ile no reform no election, mimi nilikuja kuzungumza na Lissu kama kakaki, nikamwambia ni kweli hitaji la reform kwa Tanzania ni hitaji la kweli, lakini historia ya siasa zetu hakuna mtu amewahi kuzuia uchaguzi. Kwa ile no reform, nikamwambia Lissu, una fursa nzuri sana ya Chadema kugombea hata kama hakuna mabadiliko, na bado wakafanya vizuri. Chini ya wenyekiti wake, Chadema ilizindua kampeni ya no reforms, no election. Yaani, kama hakuna mabadiliko ya sheria za uchaguzi, hakuna uchaguzi. Lissu alizunguka nchini akihamasisha wananchi kususia na kuzuia uchaguzi mpaka pale mabadiliko ya msingi ya sheria za uchaguzi na katiba yatakapofanyika. Mnamo Aprili 9 mwaka 2025, Tundu Lissu alikamatwa na jeshi la polisi akiwa mkoani Iringa katika ziara yake ya no reforms, no election. Tumefanya mkutano wa amani. Ndio. Tumemaliza kwa amani. Ndio.
Sasa mimi nafahamu michezo ya jeshi la polisi na ya CCM wanaowatuma. Mimi afande, utanipeleka kituoni kwako kwa pingu. Polisi walivamia na kuvunja mkutano huo chini ya ulinzi mkali wa silaha za moto. Lissu alikamatwa na kusafirishwa usiku kucha hadi Dar es Salaam. Alikamatwa kwa makosa mawili. Kwanza amekamatwa kule Mbinga tarehe 9 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 akituhumiwa kwamba bila kuambiwa makosa sahihi ya kuja. Ametoka mkutano wa hadhara umekwisha, saa 12 ni jioni, anajiandaa kuendelea, akashikwa kwa nguvu, nyanyuliwa hapo, letwa Dar es Salaam. Dar es Salaam ameingizwa saa 4 hapa, saa 10 amepandishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, tunasikia ndio uhaini. Uhaini kosa la kwanza, afu akashtakiwa kwa kosa nini? La makosa ya mtandao. Ya sheria za dhidi ya sheria za mtandao. Tukio hili linatokea siku 6 tangu atoe kauli tata katika mkutano wake na watiania wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo uliofanyika makao makuu ya chama hicho Mikocheni jijini Dar es Salaam. Huu uchaguzi tutavuruga huu uchaguzi. Kwa kama ulikuwa unafikiria kuwa mbunge Oktoba au Novemba, sahau. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Na mimi nilikuwa nafikiria urais. Nimtiania. Nimesahau. Au kama ulikuwa unafikiria udiwani Novemba, sahau. Kwa sababu tunaenda kukinukisha vibaya sana. Sawa. Tukikinukisha vile tutaumia. Ni kweli. Lakini mimi na imani tutashinda. Lissu alitupwa nyuma ya nondo za selo gerezani. Nje ya gereza, chama chake kiliendelea na msimamo ule, yani no reforms, no election. Na mnamo Aprili 12, 2025, Chadema ilisusia rasmi kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi mbele ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, yani INEC. Hatua iliyopelekea tume hiyo kutangaza kuwa chama hicho kimeenguliwa kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tangu siku hiyo, Lissu amekuwa akipigania haki zake kutoka gerezani. Kesi imefanywa kila aina mizengo kwamba isiendeshwe kwa uwazi, au kwamba analetwa kesi isikilizwe kwa njia ya mtandao. Lissu akakataa kuja, lakini watu walipigwa sana pale Kisutu. Polisi wamefanya mambo ya ajabu, wanakuja watu wamevaa kininja wa askari wa magereza, na mambo ya ajabu. Watu wanaingia kule mahakamani, wanamzunguka kwenye kizimba. Tulipiga kelele na tulipinga wasikao sio nakaa kwenye kizimba, kwa sababu kizimba ni sehemu ya mshtakiwa. Sio aweze akajitetea huko amezunguka na maaskari. Haiwezekani. Kwa sababu kama unasema kwamba kwa kanuni mojawapo ya katiba ya nchi yetu inasema kwamba kila mtu atachukuliwa hana hatia mpaka hatia yake itakapothibitishwa, lakini nyewe mnamzunguka na maaskari pale kwenye kizimba, maana yake mnasema kwamba tayari huyu mtu ana hatia, ni tayari ni mkosa. Licha ya dhoruba hiyo na hata uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 kupita huku akiwa gerezani na chama chake kikiwa kimezuiliwa, sauti yake bado inasikika kupitia kuta za gereza. Kiti chake cha uwenyekiti wa Chadema sasa kimehamia kwenye baridi ya kuta za selo. Kila nondo inayomzuia inaonekana kama taji linalozidisha hadhi yake mbele ya wale wanaomwamini. Na hata baada ya kuwa na kesi hii ambayo inamkabili ya uhaini, pia nimefika pale
mahakama kuu kumwona, na nikamhakikishia Lissu kwamba Mungu Baba yupo, hayo yana mwisho, na hayo aliyoyapitia, yani kiukweli amepitia mambo mengi makubwa magumu, lakini inaonekana Mungu yupo. Kwa hiyo hata katika hii kesi nikamalizia kumwambia Lissu asijali, Mungu yupo. Nikamkumbusha kile kitabu cha Kuli nikijua ni ukurasa wa 99. Lissu akanirekebisha kwamba sio ukurasa wa 99, ili yana mwisho haya kwenye Kuli ni ukurasa wa 199. Lissu ametimiza zaidi ya mwaka mmoja akiwa gerezani, huku kesi yake ikiendelea kuvuta hisia na mijadala mikubwa ya kisheria na kisiasa ndani na nje ya nchi. Wakati akisubiri hatima ya kesi yake, swali kuu linalobaki kwenye vichwa vya kizazi cha sasa ni je, Tundu Lissu ni mwanamapinduzi wa kweli anayejitoa mhanga kuikomboa nchi yake, au ni mhaini anayetishia amani na utengamano wa taifa? Makamu Mwenyekiti, hongera sana. Katibu Mkuu, you are doing a fantastic job. You are doing very well.